na hasa akasoma vitabu wa madhhabu Shafi, swala si geni, liko wazi. Mwenye haki ya kutangaza mwezi ni mamlaka, daula, kiongozi wa nchi ndio mwenye haki ya kutangaza. Tendo la kukataza maovu, al-inkar laisa udwanan, kumkataza mtu maovu, kumzuia mtu maovu, si kwamba amejenga uadui na wewe. Ndugu yako anayetenda maovu, akaja mtu kukataza, bwana usiendelee, acha, usimwone kwamba ni adui. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza, unsur akhaka dhaliman au madhuluma, mtetee ndugu yako, awe yeye ndio anaidhulumu au anaidhulumiwa. Ibara hii ambayo matamko haya yaliwashangaza masahaba, kwani wanaojua aya na hadithi kadhaa za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu la yuhibbu dhalimin, adh-dhulmu dhulumatu yawm al-qiyama. Leo Mtume anakuambia mtetee huyo dhalim, wakataka ufafanuzi wa kina. Fahadha almadhlum, alodhulumiwa tunalijua hili, atakaa atetewe. Fakaifa bidhalim, huyu dhalimu tunamtetea vipi? Dhalim kumtetea kwake ni kumzuia asiendelee dhulma. Kumzuia yaweza kwa mikono yako, kumzuia kwa kauli yako, au kwa kalamu yako kuandika au kuelezea, ndugu yangu, hilo unalofanya ni dhulma, acha. Hiyo umemnusuru. Unsur akhaka dhaliman au madhuluman. Na Muislamu ni yule ambao watasalimika Waislamu wenzake kwa ulimi wake na mkono wake, damu zao, mali zao na heshima zao. Uchunge ulimi wa kufa alaika hadha. Mtume alishiria kiungo hiki kwamba kidhibiti. Wakamuuliza masahaba, a inna la muakhadhuna bi alsinatim, kwani tutahesabiwa, tutahukumiwa kutokana na ndimi zetu? Kama naam. Wa hal yakubu nasu ala manakhirim ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim, watu hawatoanguka kichwa chini miguu juu ila kutokana na yaliyotoka katika ndimi zao. Kwa hivyo ndimi zataka kudhibitiwa na uzichunge. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msisitizo anasema, man yadhmanu li ma baina fakkaihi wa ma baina fakhidhaihi adhmanu lahu aljanna. Yeyote yule ambaye atadhamini viungo viwili nyeti, kimoja kipo kati ya magego ambaye ni ulimi, kingine kati ya mapaja mawili ambaye ni farji, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nadhamini kuwa mtu huyo pepo. Sasa kuna watu kwa maksudi wanapenda kuwaudhi Waislamu, Waislamu wanaume na wanawake, pasi na makosa yoyote waliyofanya, basi hawapendi, kama wafanyavyo ndugu yetu mmoja ana kasuba za ushia, lakini huyu yasemekana kwamba ni mtu wa kutokea Burundi, ni mwenyeji hivi sasa hapa Dar es Salaam. Watu wa sunna kuwaita mawahabi, au furahi sana au mawahabi, mpaka akapelekea kutia chungu sakata la BAKWATA lilikuwepo, kudai kwamba BAKWATA haiwezi kuangukia mikononi mwa mawahabi, kana kwamba wale Waislamu waliopeleka malalamiko, waliopeleka shtaka serikalini kuishtaki serikali, Wizara ya Sheria ikiwakilishwa na Rita, na kwa msajili ikiwakilishwa na mambo ya ndani, ni aona kwamba ni wana wahabi, kwamba akizungumza neno wao ni wa mawahabi, basi atapata kundi kubwa la watu wenye ibada ya maulidi haya, ambao hawapendi kuyaacha, na wanaona watu wanaosema jamani, haya mambo ya uzushi, atakuwa amevuna kulipata kundi hilo.
huyu jamaa hufurahi sana, hujiona kwamba hasa anajeshaua anapowazungumzia watu wa sunna, ansaru sunna, kuwa ni mawahabi. Tunamsikia sana, lakini hatuna hitajio la kujibizana naye. Ana matatizo mengi sana ambapo si mahala pake kwa leo kuyazungumza, ambaye yapatikana klipu maalum azungumziwe matatizo yake ajulikane. Kwanza aliingia vipi nchini, hata wa uraia wake una utata, lakini yupo kijana huyo, yupo hapa tena, yupo jirani hapa tulipo. Waislamu tupo katika mitihani mikubwa, hasa miaka 4 hii kwa mfululizo. Mapigano Sudan, ambayo ni Wasudani kwa Wasudani. Mapigano Yemen, ambayo Yemen kwa Yemen. Syria, Gaza, Lebanon. Vita vyote hivi vinachochewa na mhamasisho na watu wa nje wasiokuwa wenyewe. Hawa ni Wasudani kwa Sudani, Yemen kwa Yemen, Syria kwa Syria. Lakini Ramadhani ya hii tulomaliza jana imeongezeka vita vingine ambavyo havikuwa cha kibichi wala kikavu wala kibichi, vimeangamiza kabisa. Nalo ni taifa kubwa linajinadi wenyewe kwamba super power ulimwenguni, hakuna awezaye kumfanya lolote na anaweza kufanya lolote wakati wowote, nayo ni Marekani, akishirikiana na taifa kubwa nalo katika Mashariki ya Kati, nani Israel, pale walipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran na kufikia hatua ya kumuua kiongozi wao wa Kishia Ali Khamenei. Wao badala ya kulipiza na wakachanganya na nchi jirani, nchi za Kiarabu takriban zote ambazo tunataamal nazo kwa dogo na kubwa, kwa Waislamu na sio kwa Waislamu, katika huduma za kijamii. Ipo Saudia, Kuwait, Emirati, Qatar. Hizi nchi ndani ya nchi utakuta zina misaada kadhaa, sio kwa Waislamu wala sio kwa ibada ati tende tu, na kweli tende wapo waliopata tende kutoka mijio, kutoka Kuwait, kutoka Qatar, kutoka Emirati, Saudia. Lakini si hizo tu, kuna huduma za hospitali, mabarabara na kadhalika, serikali yenyewe inatambua. Vita hivi ndugu zangu vimemaliza hizi nchi, wenye kueleza na kuziona vikimalizika hivi sasa, wala vizidi kuingia wiki ya 4, basi ili kurudi uwezo wake inatakiwa miaka 50. Wameachoma mafuta na kuyamwaga, wamevunja miji hivi kama vinenda. Iran yenyewe imevunjwa, Dubai imevunjwa, Israeli imevunjwa na miji mingine imebomolewa. Kama vitasimama hivi sasa, basi inahitaji miaka 50 ndio wairudishe. Je, vikiendelea itakuwaje? Hali itakuwa mbaya zaidi. Kipindi hiki sisi ni watu wa kumuomba sana Allah vimalizike kwa hali zozote, wala sio mahakimu. Sisi wenyewe adra, wajuana ya kwao ya ndani. Sisi wambali ni kupitia vyombo vya habari na nini, lakini kuna mambo ya nyeti zaidi, kwani nchi za Kiislamu zinazoitwa hizi nilizotaja zilizopigwa nimekuwa tu'ma, ambazo ilikwisha elezewa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba zitagombaniwa kama tatadaa alaihimul akala, mchwa kama sahani ile sahani sinia, watu itakimbiliwa kama mchwa sahani unapokimbiliwa na wadudu. Amin qillatin ya Rasulullah, je tuachache? La, lakinakum ghuthaka ghuthai sel. Nchi za Kiarabu hawana uwezo wote wa kujihami
mpaka wanamtafuta mtu awalipe kwa kumlipa awalinde. Huyo mtu amepigwa na wao wamepigwa. Sasa ni jambo la hatari sana. Kipindi hiki cha unyenyekevu mkubwa tuunyooshe mikono kwa Allah. Hapana hitajio la kuleta midahalo ya mambo ya siku zote. Je, swala tarawehe raka 20 au 8? Je, swala tarawehe nasoma juzu yote? Na mambo hayo tunaona katika klipu mpaka ushangazwa. Haya mambo kila mwaka yapo. Je, mwezi ukiandama huku tufunge tusifunge? Je, mwenye kutangaza mwezi nani? Jamani, hawa watu mwaka juzi mwaka jana haya mambo yanaulizwa kila siku, lakini naona kana kwamba hawa watu wameingia leo Uislamu. Nani mwenye haki ya kutangaza mwezi? Aliyosoma sharia ya Kiislamu na hasa akasoma vitabu wa madhhabu Shafi, swala si geni, liko wazi. Mwenye haki ya kutangaza mwezi ni mamlaka, daula, kiongozi wa nchi ndio mwenye haki ya kutangaza, au anawakilishwa. Kwa kuwa kiongozi ana kazi nyingi, aweza akasema jamani, kesho fungeni, kesho fungueni. Aweza kuwakilishwa na watu wenye majina fatayo. Ima anaweza mtu akawa mwakilishi kwa jina la kadhi, atatangazia mwandamo, au mufti au amiri au khalifa au wali yeyote, kwa andiko la serikali. Na serikali haiwezi kuandika hivi mpaka iweke CV na hadidu za wasifu za huyu mtu. Haiwezi kawekwa tu violela tu. La, huyu mtu ana sifa gani, ana uwezo gani, ndiyo awe yeye nimempa mamlaka ya kutangaza kuandama na kwa nini. Au hata ikiwa taasisi iliyopewa mamlaka hiyo ina sifa gani, ina wadhamini, imesajiliwa lini. Sasa haya yetu ndani ya nchi yetu hakuna. Taasisi ilikuwepo haina sifa hiyo, ilikaa miaka zaidi ya 15 haina wadhamini. Haya yametokeza katika sakata la kesi ambapo mahakama iliitaka BAKWATA ambayo inajiita wenyewe ni taasisi kongwe, hebu tuleteni wadhamini wa hii taasisi mwaka 68 walioandikishwa wajulikane hawa ndio wenyewe. Mahakama iliitaka RITA ndio wahusika wa kwanza, wameshindwa, hawana. Haya, msajili wa mambo ya ndani hawana. Je, BAKWATA je tuleteni? Hawana. Kwa maana taasisi ilikuwa ipo tu, hata mwenyewe hajulikani. Lakini walipataje mamlaka? Ni ghilba. Basi kitu kimetolewa, watu wakajitokeza, mpaka yamezoeleka, sasa imekuwa mazoea. Lakini kisharia, kwa utaratibu wa mujibu wa nchi yetu na kanuni ya nchi yetu, kwa miaka yote serikali haijaelekeza kwa taasisi ambaye ndiyo yenye mamlaka, au kwa mtu ambaye ni mamlaka kuwatangazia Waislamu fungeni fungueni. Haya ni mamlaka ya serikali. Serikali inawakilishwa na yeyote itakayempa kwa sifa ambazo itaziona, sifa ya mtu huyo au taasisi hiyo, na mpaka sasa muda huu hakuna. Ndio Waislamu 12 hao waliolifahamu hilo kwa niaba yenu na Waislamu wengine ndio wakataka kusawazishwa mambo hayo, kupatikane taasisi ambayo itajumuisha Waislamu kwa ridhaa ya kuchagua wenyewe, sio kuwekewa na watu wenyewe wote wamejificha, hawataki kutaja hata majina yao. Wanayo, lakini wakitaja watu wataona hii tumewekewa na mwanasiasa, hii tumewekewa na asiyokuwa Muislamu. Kwa hivyo wameshindwa kutoa, pamoja na inasemekana wanayo. Haya ndiyo mambo ambayo yaliokuwa katika nchi yetu na sakata liliyokuwepo. La busara, ndugu zetu wangekaa pamoja na Waislamu wenzao 12 hao. Yaliyoharibika yameharibika, tuanzie hapa, lakini si kukaidi. Wala wao viongozi waliokuwepo hivi sasa hawana makosa, sio wao wamerithi makosa amefanya na baba zetu, mashehe zetu wa miaka hiyo 60. Hawa wote hawapo, wote hawapo, wamepokea tu, na wengine wala hawajui kabisa kwamba hali ilikuwa hivyo. Sasa wanatetea kitu ambacho hawakijui, hawakuwepo.
vitu ni baba zetu, tunawajua kwa majina yao, lakini tuambiwa udhkuru mahasina mautakum wakafu amma sawa. Hatumtaji shekhe fulani, mzee fulani ndio waliohusika, lakini wapo na majina nafahamika, ndio walioanza ghilba ya kupora. Kipindi hiki BAKWATA wakapewa vitu vingi vya watu ambao sio stahiki zao, wakawatumia kama mali ya BAKWATA, na wenyewe wakajiengeza tena wakazidisha nao. Kuna waliopewa na mamlaka za juu na kuna vingine wamechukua wao wenyewe. Al-Haramain ile pale na maeneo kadhaa yametajwa majina, watu wanafahamu kwamba serikali haikuwapa, lakini wamejiengeza, kwa Kiswahili wanachosema kujiengeza, kwamba na hiki pia nyinyi hivi. Basi haya ndio mambo ambayo yaliokuwa katika mtu wetu. Ndugu Waislamu, kwa kweli shekhe wangu hapa amesema tu watu leo bado wana wengine majukumu ya kazi. Nikatize hotuba hii ya mchanganuo zaidi kutokana na watu wengine wakatekeleze majukumu yao ya dharura, wengine wapata muda tu ya kuja kuswali, wengine saa 4 uwepo bwana. Tunakujua ninyi siasa kali, misimamo mikali tunaitwa, tunabadilishwa. Ukifuata sharia unaambia siasa kali, misimamo mkali. Kubali aishe. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna qira'atana, Allahumma taqabbal salih a'malina fi hadha ash-shahr al-mubarak. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.